Ninawasalimu sana dereva Tanzania, habari za leo, habari za mchana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba tuko salama na tuko na nguvu na afya njema. Kama mnavyotuona tuko hapa Mnazi Mmoja katika viwanja vya Mashujaa, tukiwa na Mheshimiwa Katibu Mkuu wa TADU, tukiwa na kiongozi Mheshimiwa Mwenyekiti wa TADU pia. Mimi nikiwa nikizungumza hapa ni naibu katibu mkuu wa TIMDI, lakini tuko na Mheshimiwa Rajabu ambaye pia ni kiongozi katika taasisi yetu ya TATAMATA. Tuko hapa kwa siku ya leo ambao ni uzinduzi sasa wa usafirishaji duniani kwa mara ya kwanza nchini kwetu Tanzania kufanyika. Kwa hiyo vyombo mbalimbali viko hapa, ikiwa ni pamoja na sisi wenyewe kama madereva Tanzania tuko hapa, kama jinsi mnavyojionea banda letu kunalo hapa. Lengo ni nini? Lengo ni kwenda sambamba pamoja na muktasari ulioko hapa. Jambo hili ni la kitaifa na ni la kimataifa, na ukizingatia maudhui yake ni pamoja tu na madereva kuonekana katika maeneo. Lakini sisi hatukuja hivi tu, tumekuja na mpango wetu wa kandidata yetu ambayo inaitwa Dereva Tanzania, ambapo kama mnavyotuona sisi kama viongozi wa vyama mbalimbali tuko hapa, mjumuisho wote uko hapo kwenye kandidata yetu ya madereva. Bahati mbaya wengineo wengi wanadhani kwamba mpango huu ni mpango wa mabepari, lakini nataka niwatoe shaka, si kweli. Huu ni mpango wetu sisi wenyewe madereva wa Tanzania kuwa na kandidata yetu ambayo inakwenda kutuweka huru, ambayo inakwenda kutuonyesha njia ya kupita, lakini kutufundisha na kujifunza wenyewe bila kushurutishwa na mtu wala chombo chochote, lakini haki zetu zote za msingi kuzizungumzia hapa na namna gani tunaweza kuzifanya. Lakini huu ni mwanzo tu, na bado tunaendelea katika mipango maalum ya kutengeneza senta maalum ya madereva Tanzania, na kimsingi tunakwenda kufaulu, ikiwa ni pamoja na kurasimishwa na serikali itutambue sisi kama kundi maalum. Na ndio maana hata sisi pia hapa tumepokelewa na kupewa nafasi ya kuwa na maeneo ambayo tuko hapa tukishirikiana na wenzetu ambao wote ni wadau wa usafirishaji. Kwa maana hiyo kandidata yetu ya Dereva Tanzania, msiogope, ni mali yenu, inamilikiwa na madereva wa Tanzania, ikisimamiwa na viongozi wa madereva Tanzania. Kwa hiyo niombe sana ndugu zangu madereva Tanzania, njooni tujisajili wote kwa pamoja kwa wingi, tuwe na nguvu na sauti yenye kuonekana, yenye uwiano sahihi, ili kwamba tuweze kuwa na uwezo sasa wa kupaza sauti zetu tukiwa pamoja. Hili ni jiko moja, ni chungu kimoja. Kama mnavyomuona ndugu yangu hapa ni Mheshimiwa Katibu Mkuu Mtendaji katika chama cha TADU, lakini unaniona mimi niko hapa niko TIMDI, lakini unamwona mkuu Rajabu hapa yuko TATAMATA. Kwa hiyo niwaombe sana njooni kwa wingi, alafu ile dhana ile ya zamani ya tulikuwa tuachane nayo, tuanze hapa sasa, songe mbele. Dereva anaweza akajiuliza swali akasema kwamba sasa mimi ni mwanachama wa TADU, ni mwanachama wa KOTUT, sasa haiwezi kutuletea sifa ya kutaka kutunyang'anya huko kwenye vyama vyetu. Tafasiri yake sio kweli, kwamba ukiwa popote pale kwenye chama chako chochote kile, wewe endelea fanya shughuli zako kule, upata huduma zako kule, hakuna shida. Shida tu ni kwamba wote lazima tuwe hapa Dereva Tanzania. Dereva Tanzania ni kama center ambayo iko ni kwenye mtandao, na kama nilivyosema hapo awali, tunakwenda kupata center madereva ambao ni jengo ambalo litakuwa limeasisiwa na sisi madereva, lakini pengine inaweza likawa na baraka za serikali, ambapo tunapohitaji kwamba lazima tupate kurasimishwa na kuwa kundi maalum kama ilivyokuwa makundi mengine, sababu sisi ni kundi muhimu, na kama unavyojua kama haujalenga daraja kontena haijafika ninakotakiwa kwenda. Kwa hiyo niombe sana msiwe na dhana hiyo, kila mmoja ataendelea kuwa pale, lakini lugha yetu moja itakuwa ni hapa Dereva Tanzania. Kwanza naenda moja kwa moja kwa alichokiongea naibu katibu hapa wa TIMDI. Lengo letu kuu sisi kama viongozi wa madereva ni kuwafanya madereva wakawa sehemu moja ili kutengeneza sauti ya pamoja. Tunafahamu kwamba kuna wengine wananukuu tofauti,
Wapo wananukuu kwamba ukitoka hapa kama umeshindwa kazi hapa huwezi kwenda sehemu nyingine. Mimi niwatoe shaka. Unafanya kazi pale unapoona panakufaa kufanya kazi. Ukiona hapa kufai hujakatazwa kuacha kazi kwenda sehemu nyingine. Kwa hayo mawazo ambayo tunaambiana huko naomba tuyaondoe. Naamini waajiriwa sio madereva tu. Wako wafanyakazi mbalimbali wameajiriwa kwenye serikali. Lakini anapoona kuna maslahi kwenye sekta binafsi anaondoka, anaenda kufanya kazi sekta binafsi. Kwa database hii ni ya kwenu madereva. Sisi ni wasimamizi tu. Na anayesema ni wamiliki huyo anajidanganya. Hakuna database ya wamiliki. Sisi kama viongozi tunaweza kutafuta sponsor yoyote kutusaidia kutokana na mfuko wetu na watu tuliokuwa nao, uwezo wetu ni mdogo. Kwa swala la kumpata sponsor kuwa Tamstoa isiwafanye mkaona kwamba nyie hamna haki. Huyo ni sponsor tu. Lakini database hii ni ya kwenu madereva. Nyie ndo mnaimiliki na ni mali yenu. Tumelia muda mrefu tukisema tunashindwa kuwa na sauti ya pamoja. Naamini kama tutaamua sasa kwa hichi tulichokianzisha, sauti yetu itakuwa ni ya pamoja kwa maamuzi ya aina yoyote yale. Kwa majina anaitwa Rajabu Moshi Shabani, ni kiongozi kupitia bodi ya kurugenzi upande wa taasisi ya Tatamata. Niko hapa nikiambatana na wenzangu, viongozi wenzangu kupitia taasisi na vyama tofauti tofauti kama walivyojitanabaisha mwanzo hapo. Na mimi niungane nao. Hichi ambacho wamekizungumza ni ukweli wene haupingiki. Tusiwe na zana ambazo ni zana tofauti. Msikilize na mtuelewe sisi viongozi tunazungumza nini. Tumepata elimu juu ya hii kanzidata ya madereva. Hichi ni chombo chenu na si chombo cha wamiliki kama tulivyokuwa tunaamini mwanzo. Sina mengi ya kusema zaidi ya kuja kwenu na kuwapa elimu juu ya hichi. Binafsi kama kiongozi nimeshiba elimu ya hii kanzidata ya madereva. Shukrani. Kimsingi kanzidata ni kanzidata yetu kama madereva. Na kilikuwa ni kilio cha siku nyingi, sauti ya pamoja. Yaani swali kwamba tutawapata wapi wote nyinyi kwa pamoja tukiwahitaji. Ilikuwa kitendawili. Baadhi ya taasisi wana kanzidata zao, wamiliki wana kanzidata yao. Tukafika mahali tukawa tunafikiri na sisi kama madereva tutakuwaje na kanzidata yetu. Tatizo kubwa lilikuwa ni uchumi. Sasa kama viongozi hatuwezi tukabweteka kwa kitu ambacho kinahitajiwa eti kwa sababu tu uchumi hauturuhusu. Kwa katika kutapata hapa kuhangaika huku na kule tukapata wafadhili wakatusupport kuanzisha hii kanzidata. Kwa hiyo Shime tuje tujiunge, Shime tuitumie hii kanzidata. Ndugu zangu, hiki chombo ni cha kwetu. Kuna siku itakuja kutamkwa kwamba dereva ataajiriwa kutoka kwenye kanzidata tu. Kama vile ambavyo sasa hivi unaambiwa lazima uwe na cheti cha walori, uwe na cheti cha LATRA na vitu kama hivyo. Sasa ipo siku tutakuja kuambiwa kwamba tunaajiri watu kupitia kwenye kanzidata. Wewe unakuwa bado hauko kwenye mfumo. Ndio pale vurugu zinapoanza. Kwa hiyo Shime wote kwa pamoja tuje tujiunge, tutoe ile dhana ya kufikirika. Na bahati mbaya sisi tumekuwa na mawazo mengi ya kufikirika tu vichwani. Lakini ukweli upo na huwa hatutaki kujua ukweli. Lakini mwisho wa siku ukweli utabaki kuwa ukweli kwamba hii kanzidata ni ya kwetu. Kwa tujitokeze kwa wingi, tujiunge ili tuonyeshe kuiunga mkono na tuonyeshe umma kwamba tunajitambua katika chombo chetu.